Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kitakwenda kutokea ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuelekea katika msimu mpya wa mashindano, msimu wa mwaka 2026 2027, ambapo klabu ya soka ya Yanga tunaona moja kwa moja siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 wanatarajia kufanya tamasha la kuweza kuwatambulisha wachezaji wao wapya. Bila kusahau tamasha hilo moja kwa moja Yanga Sports Club watakwenda kuvaa jezi zao mpya ambazo kwa upande mwingine wameweza kuzindua kuelekea msimu mpya wa mashindano ligi ya mabingwa na ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2026 2027. Kwa mujibu wa ratiba, siku ya Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026 klabu ya soka Yanga majira ya saa 1 usiku au saa 2 watakwenda kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya klabu ya soka ya Football Club Les Eagles du Congo, ambapo klabu hii moja kwa moja inatokea katika nchi ya Kongo, ambapo tunaona pale Kongo pana ligi mbili, kuna ligi group A, kuna ligi group B, ambapo tunaona hawa FC Les Eagles du Congo wanatokea group B, ambapo wao ndio walikuwa mabingwa katika hilo group B, huko group A mabingwa ikiwa ni TP Englebert Mazembe, ambapo FC Eagles du Congo tunaona msimu uliomalizika walifanikiwa kucheza michezo 26 wakishinda michezo 15, sare ikiwa ni michezo 6 na kupoteza michezo 5, ambapo walifunga mabao 35 huku wao wakiruhusu mabao 14 wakiwa na faida ya mabao 21, na kwa upande mwingine walimaliza na alama 51 katika nafasi ya kwanza. Kwa hiyo tunaona huyo ndio mpinzani ambaye anakwenda kukutana na klabu ya soka Yanga katika mchezo wa siku ya Yanga Day tarehe 9 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Lakini FC Les Eagles du Congo wanakwenda kukutana na klabu ya soka ya Yanga, ambapo ikumbuko Yanga ndio mabingwa wa ligi kuu ya NBC, ambapo Yanga kwa sasa wanajiandaa na michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika sambamba na michuano ya ndani kama kulitetea kombe la ligi kuu. Sasa kabla ya kwenda kukiangalia kile kikosi cha kwanza cha klabu ya soka ya Yanga kinachotarajiwa kuanza, basi wewe kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club unaamini Yanga itakwenda kupata ushindi katika mchezo huu wa kirafiki, ambapo utakuwa ni mchezo wa kwanza ambao watu watakwenda kuwashuhudia wachezaji wapya wa klabu ya soka ya Yanga ambao wamesajiliwa. Basi like video yetu alafu tuambie kuelekea katika mchezo huu unaishabikia Yanga ukiwa maeneo gani? Kwa unaenda kwenye comments hapo kuonyesha maoni na sisi tutakuja kuyasoma. Sasa kuelekea katika mchezo kupitia kocha mkuu wa klabu ya soka ya Yanga Mankioba Ngit ameweza kutangaza kikosi chake cha kwanza ambacho kinatarajia kuanza. Mfumo ambao atakwenda kutumia ni 4-2-3-1, miongoni mwa mfumo ambao amekuwa akiutumia mara kwa mara. Golini katika milingoti mitatu atakwenda kuanza Djigui Guiss Protector kutokea pale katika nchi ya Mali. Fullback namba 2 atakwenda kuanza Yao Otuglaquas, miongoni mwa mafullback wanaofanya vizuri ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Huko fullback namba 3 akienda kuanza Mohamed Hussein Shabalala. Katika eneo la center back namba 4 atakwenda kuanza mchezaji Ibrahim Baka, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana katika kikosi cha Yanga Sports Club. Huko center back namba 5 akienda kuanza team captain Bakari Nondo Mwamnyeto, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana katika kikosi cha Yanga Sports Club. Lakini katika eneo la kiungo namba 6 hapa atakwenda kuanza Duke Abuya, miongoni mwa wachezaji bora kabisa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Na winga namba 7 wa klabu ya soka ya Yanga anatarajia kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Maxi Nzengeli Mpia. Katika eneo la kiungo namba 8 klabu ya soka ya Yanga watakwenda kuanza na Mudathiri Yahya Abbas, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Na mshambuliaji namba 9 wa klabu ya soka ya Yanga ambaye anatarajiwa kusimama ni Sheikh Ibrahim Toure. Huu ni usajili mpya ambao Yanga wameweza kufanya kuelekea msimu mpya. Kiungo namba 10 hapa atakwenda kukaa mchezaji Alan Okello Starboy, miongoni mwa wachezaji bora kabisa ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club.
na winga namba 11 atakwenda kuanza Albert Kagwanda, mchezaji mpya wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Tuambie la comments kwa kikosi hiki unaiona Yanga ikienda kushinda magoli mangapi dhidi ya Les du Congo. Tuambie kwenye comment na tutakuja kuyasoma maoni yako.